Leo ni tarehe 1 mwezi wa 12 ama Disemba, na dunia huadhimisha siku ya ukimwi, ambapo inakadiriwa kuwa takriban watu milioni 40 duniani wanaishi na maambukizi ya ugonjwa huo ulimwenguni kote. Na ukilinganisha kulingana na tafiti zilizofanywa na tume ya kudhibiti ukimwi nchini TACAIDS, inakadiriwa kuwa watu milioni 1.7 hapa nchini kwetu Tanzania wanaishi na virusi vya ukimwi, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 wakiwa hatarini zaidi kupata maambukizi ya ugonjwa huo. Studio tunaungana na madaktari wawili, Dr. Emmanuel Kimaro pamoja na Dr. John Kamuga kutoka Wizara ya Afya, kitengo cha mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini NASHCOP. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni, hapa ni nyumbani, jisikieni mko nyumbani. Unaruhusiwa kuweka kiwiko kabisa uka relax. Asante sana. Labda kuweka sawa jina, mimi naitwa Dr. James Kamuga. Okay. Matias atanieleza baadaye. Karibuni sana. Asante sana. Nitatamani kidogo usogelee mic yako. Hapo nikupate. Wataalam, hizi tafiti zinashtua kidogo. Ni namba inaongezeka, inapungua? Ya, kwa namba hiyo hayo ni makadirio ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, hao milioni 1.7. Ni makadirio ambayo yako sambamba kama na uhalisia, kwa sababu kuna vigezo ambavyo vinatumika kuhakikisha kwamba hiyo namba inakuwa estimated vizuri. Lakini sana sana tunaangalia hali ya maambukizi ambayo tunasema ni HIV prevalence. Hiyo ukiangalia kwa takwimu utaiona kwamba mwaka 2017-18 ilikuwa ni 4.7% hali ya maambukizi. Lakini kwa tafiti iliyofanyika mwaka 22-23 ikawa imeshuka kutoka 4.7 kuja 4.4. Kwa hiyo imeshuka kutoka 4.7 mpaka 4.4. Kwa hiyo kwa lengo la hali ya maambukizi unaona inapungua. Hiyo ya kusema milioni 7 kwa sababu inaweza ikawa njia nzuri kwa sababu watu wanaendelea kuishi, na maana watu ile vifo vinavyotokana na ukimwi unaweza ukasema pia zimepungua kwa sababu ongezeko la watu kuwa na matumizi sahihi ya dawa inawasaidia kuendelea kuwa na afya njema, kwa hiyo wanaishi zaidi. Kwa hiyo vifo vinapungua. Kwa mujibu wa tafiti za TACAIDS zinasema kuna umri wa vijana kati ya miaka 15 hadi 24. Unaleta tashwishwi kidogo hapo. Hawa sisi tunaona ni vijana wadogo sana hawa. Kwa nini hili kundi liko hatari zaidi kwenye kupata maambukizi? Sababu hasa ni nini, au changamoto yao kubwa mpaka inaonekana ni umri hatari sana kupata maambukizi? Au tuulize tu swali jepesi, kwani wanafanya nini mpaka wanawekwa kwenye hilo kwamba huu ni umri hatari sana? Aiti wataalam. Tunaangalia maambukizi inaitwa incidence. Kwa kundi la vijana inaonekana iko juu ukilinganisha na ile ya kitaifa. Na hasa hili ni kundi la watoto wa kike. Okay. Kwa hiyo ukiangalia umri wa kuanzia miaka 15 mpaka 24 kwa ujumla wake, lakini zaidi ni lile kundi la watoto wa kike wa huo umri. Ukilinganisha na wa umri sawa wa upande wa kiume hali iko ndogo, ila wale upande wa watoto wa kike hali iko karibu mara 2 au kwenda mara 3. Kwa hiyo unaona kwamba kuna vitu vingine tofauti kwa upande wa watoto wa kike, na vitu vingi vinaweza vikawa vinachangia kwa sababu ukiangalia kimaumbile pia wanakuwa haraka ukilinganisha na watoto wa kiume. Lakini pia kuna tuseme ngono ambazo za mapishano ya umri. Yani inaweza kukuta pia zinachangia kwamba wababa wa umri mkubwa labda wanaenda kwa kundi la watoto ambao wana umri mdogo. Lakini pia kiuchumi ni kundi ambalo labda bado halijajijenga kiuchumi pia, kwa hiyo wanaweza kashawishika virahisi na hali fulani ya kiuchumi. Lakini pia ni kwamba maumbile yao yamekuwa, lakini wao kifikra, kiakili bado hawajawa na maamuzi ya kwao.
Kwa hiyo ni rahisi sana kushawishiwa tofauti. Kwa hiyo ni vitu vingi ukivicombine hivyo unaweza ukaona kwamba vinapelekea. Kwa ndio maana hata katika huduma zetu tunaangalia tumjengee uwezo huyo kijana kifikra, lakini pia kiuchumi, kumjenga kiuchumi, aweze kupata elimu sahihi ya afya. Lakini pia aweze kujilinda, awe na uwezo pia wa negotiate kwamba kwenye uhusiano saizi labda utumie kinga. Lakini ukiangalia bila kufanya hivyo wanakuwa hawana uwezo sasa wa kwamba kwa sababu tayari umri uko tofauti. Na yeye ile power ya kunegotiate bado hajawa nayo, kwa hiyo inabidi ajengewe ili aweze wakati kwenye swala lile awe na uamuzi na yeye wa kusema saizi labda tutumie kinga, saizi tusubiri kwanza. Na mnatumia mbinu gani kuzungumza nao? Kwa sababu tukiangalia miaka 14 mpaka 24 hawa ndio wako mashuleni, lakini pia kuna sehemu zingine hawako mashuleni, pengine wamesambaratika, wako sehemu wanajitafutia riziki. Mnatumia mbinu gani kuwafikia na kujaribu kuwapa hiyo elimu muhimu? Mbinu ziko nyingi, kwa sababu pia kuna elimu ambayo tunaijenga mashuleni. Kwa sababu pia tuligundua kwamba baadhi ya upande wa elimu wanakutwa labda walimu uelewa wao wanasubiria kuelewa ukimwi ni ule wa zamani, mtu mwenye ukimwi mpaka ni yule aliyezidiwa, ana mapele, ana mavidonda, ambayo saa hizi imebadilika sana. Mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, mwingine ana afya njema tu, anafanya kazi, hutajua chochote kwa kuangalia. Kwa hiyo pia akielewa hivyo kwamba hawa watoto pia wengine tunao kwenye jamii, hawa wagonjwa sio kwamba wako sehemu fulani wamewekwa, wako kwenye jamii. Kwa hiyo elewe kwamba sio rahisi kumtambua huyo mtu ambaye ana maambukizi. Kwa hiyo pale unapojikuta huko kwenye hatua ya kufanya tendo la ngono, lazima atumie njia za kujikinga, lakini pia aweze kuweza kuwa na uwezo wa kusema sasa saa hizi ndio muda sahihi wa kuanza mahusiano au sio wa kuanza. Dr. Zamiako, hebu tusaidie. Naamini kuna vijana, si ndio tunaita Gen Z, jamani, wadogo zetu wanatusikiliza. Njia zipi ni sahihi za kulikinga hili kundi la hawa wadogo zetu, hawa vijana, dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa sababu huko mtaani kuna story bwana. Huko mtaani wanakuambia saa hizi ukiwa na mafuta mengi ya nazi kwa sababu wamefundishwa kwamba kupitia michubuko ndio mtu utapata maambukizi. Sasa pia natamani nifahamu kwa niaba ya wananchi wenzangu, ni michubuko kwa wote wawili au mchubuko kwa mtu mmoja? Na hii njia tunaambiana tuweke tu mafuta mengi au vilainishi, japo vimepigwa sana vita, lakini bado vipo. Ni kweli kwamba mafuta yakiwa mengi hakuna shida? Kumradhi, labda nawakilisha. Tuanzie mbali kidogo kabla ya kufika kwenye kabla ya kwenda moja kwa moja kusema mafuta mengi yana kinga kupata maambukizi. Kwanza sio kweli. Lakini tukianzia mbali kidogo, tukiangalia hili kundi la vijana katika kufuatilia kupambana na janga la ukimwi, tunataka tuhakikishe kuwa 95% ya wale wanaokadiriwa wale milioni 1.7, kwa 95% wao wamepima na kutambua hali zao. Ukiangalia kwa nchi kwa sasa, nafikiri kwa mujibu wa utafiti tuko kwenye 83% ya waliopima na kutambua hali zao. Lakini sasa lakini hiyo ni kwa ujumla wake. Lakini tukaweza kugawanya makundi kwa umri. Tukiangalia kwa hawa vijana kwa huo umri, kwa waliopima na kutambua hali zao, asilimia iko chini zaidi ya ile ya ujumla ya 83%. Iko chini zaidi. Ni mojawapo ya makundi ambayo yako hatarini zaidi. Kwa maana hiyo, maana kuna vijana wengi kwenye umri huo
wanaishi na maambukizi bado hawajapima wakatambua hali zao, hawajijui bado. Bado hawajijui bado. Kwa hiyo kama hawajijui bado, kwa inakuwa hata ni rahisi kuweza kuambukizana pamoja na kuambukiza wengine. Kwa hiyo sasa njia rahisi njia wanazozungumza mafuta hiyo sio kweli. Sio kabisa hiyo. Sio kwa michubuko itazuia, utaweka mafuta mengi utafanya nini? Hapana. Ila njia za kuweza kukinga ili kundi usiweze kupata maambukizi mara nyingi zipo njia nyingi. Kama alivyoanza kutangulia kusema mwenzangu, tunaendelea kutoa elimu, kuelimisha waweze kupata elimu ya afya, kutambua ugonjwa wa ukimwi upo, unaambukizwa kwa njia hii na njia hii na hii. Lakini vile vile njia za kukinga nayo tunaweza kushauri kwamba kama inashindikana au inahitajika kufanyika ngono, lazima ifanyike ngono salama. Ngono salama maana yake tunashauri aweze kutumia kondom ambazo zipo zinapatikana bila malipo sehemu zote za kwenye vituo vya kutolea huduma kwa umma. Ukiingia tu kwenye toilet utakuta kuna box kule linakuwa na kondom, sehemu yote unajichukulia hapo, unajiservia, unaenda kutumia. Lakini vile vile kwa nani nyingine bado tuna kitu kinaitwa kwa wale ambao wako hatarini katika kupata maambukizi. Kuna njia kujikinga, kuna dawa sehemu inaitwa dawa kinga. Kuna kwenye mafuta hiyo ni dhana ambayo nafikiri inasemekana, lakini haijathibitika au hatujaipitisha au kusema mafuta ukitumia mafuta mengi upate maambukizi. Ni kweli mtu akipata michubuko inakuwa ni rahisi kuambukizwa virusi vya ukimwi. Na kusema kupitisha mafuta na ni mafuta gani na ni yapi na mikeje na yanaweza kupata shida nyingine au kusababisha vitu vingine. Unaweza kutumia mafuta unajikinga na ukimwi, unapata magonjwa ya ngono. Magonjwa ya sasa hivi ya vijana wanaita gonos na vitu kama hivyo. Unaweza ukajikuta unatumia mafuta unasema unajikinga na VVU, unaendelea kupata magonjwa mengine ya zinaa. Dokta, kitaalamu mtusaidie hiyo elimu hapo ya michubuko. Ili mtu apate maambukizi, ni michubuko iwe kwa watu wote wawili au hata mmoja tu akiwa naye anaweza kumpatia mwingine? Sasa hapo kwenye michubuko inategemea sasa ni yupi kati ya watu wawili. Inawezekana labda mmoja tayari ameambukizwa na aishi na virusi, labda mwingine aishi na virusi. Kwa sasa ili viweze kupata uwezekano wa kuingia mwilini, lazima viweze kupata sehemu ambayo aidha ina mchubuko au kuna kama jeraha, ili iweze kirusi kiweze kuingia pamoja na kuchanganyika na damu ya yule ambaye hana, kutoka kwenye majimaji ya yule ambaye ana virusi kwenda kumwambukiza mwingine. Kwa sasa ili kirusi kiweze kuingia lazima kipate sehemu ambayo aidha ni mchubuko au ni kidonda au ni vitu kinachosababisha kuruhusu kile kirusi kuingia. Kwa hiyo inategemea. Inawezekana ni aliye mwanaume au mwanamke, lakini lazima mazingira ni hayo, yani kusiwe na mchubuko kutoka kwa mtu yote yule. Naomba pia niulize hii, lakini labda kwa kuongezea hapo kwamba tunafahamu ni tendo la ngono ni tendo la muda kidogo vina vitu vyake ambavyo vinakuepo. Kwa hiyo ukisema kwamba halitakuwa na mchubuko, halitakuwa ni nadharia ambayo sasa wanayoifanya kama lilivyo la siri, wanajua wenyewe wanayefanya mpaka wapi. Lakini sisi tutaelezea tu kwenye njia ambazo zinafahamika za kujikinga, kwamba mwenza na mwenza kwanza watambue afya zao. Hicho cha kwanza, kwamba kama unakuwa na mwenza wako basi we afya yako unaijua, hauna maambukizi, na we mwenza wako hana maambukizi. Kwa hiyo tunashauri jamii ipime, kwa sababu uwezi ukajua kama dalili nilivyosema kwamba dalili zile za mwanzo kama kinga haijashuka, mtu yule hana dalili yoyote. Atapata tu mafua ya kawaida ambazo kama homa za kawaida, kuchoka, lakini baadaye mpaka sasa kinga ya mwili ishuke, aanze kupata magonjwa nyemelezi, si kifua kikuu, si magonjwa ya ngozi, magonjwa mengine, mavidonda mdomoni na nini. Sasa huyo ni mgonjwa ambaye tayari ana upungufu wa kinga mwilini au ana ukimwi. Lakini yule mwenye maambukizi anakuwa nayo na mwingine ana afya yake tu vizuri. Kwa sasa kwenye tendo la ngono kuna vitu, kirusi akiingia tunafahamu kwamba anaishi kwenye seli za binadamu, seli za kinga za mwili, au wanasema white blood cells. Zile seli sasa anaingia. Sasa
kwenye sehemu sisi maumbile yetu ya kike na ya kiume kuna vitu ambavyo yule kirusi anaona kama receptor, milango yake sasa ndio iko pale ya yeye kupita, mapokezi yapo. Sasa anavyofanya ngono, ndio maana kuna njia, mfano kama upande wa wanaume tunasema wanaume tunahamasisha tohara, kwa sababu tahara imeonyesha kwamba kwa wanaume ambao wamefanywa tohara ya medical ya hospitali, sio zile za kwingine, ya hospitali, inamkinga mtoto wa kiume asiweze kupata kwa sababu ile ngozi ile inayofunika ile na yenyewe na hiyo milango hiyo sasa. Ndio inaweza ikawa ina milango, inapelekea michubuko ile. Michubuko sio kwamba kidonda anatoka kule na kidonda. Michubuko mingine unaifiri tu kama unavyojimwagia hapa spirit, unaona pana waka moto. Ina maana sio kwamba kidondo ulioneli mchubuko hili hapa. Tunasemea michubuko ambayo sio damu imetoka, ni iko ndani kwa ndani. Lakini unaisikilizia, ndio maana nasema ukiweka spirit, ukifanya ngono weka spirit, utajua kwamba hapo mchubuko ulikuwepo au haupo. Kwa hiyo tusemee vidonda, mtu atoke mpaka na kidonda, kwa sababu hamna ngono inayotoka mpaka mtu anapelekea kidonda. Lakini sasa tuje kwenye swala la msingi kwa hawa vijana. Kwamba kwa huyo mtoto wa kike ambaye ana huo umri mdogo na huyu mtu mzima wa miaka 30, 25 huko, tunanyanyasa. Sasa unafikiria ni yupi akifanya ngono anaweza kawa na uwezekano mkubwa sana wa kupata mchubuko huu? Naweza kupelekea ni huyu ambaye anaanza tendo la ndoa kwa mara ya kwanza. Kwa yeye yuko kwenye hatari katika ile ngono yake ya kwanza, hizo za mwanzo ya kupata huo mchubuko. Yeye anakuwa kwenye hatari kubwa. Sasa na akipata hatari kubwa na akafanya hilo tendo na mtu ambaye hajui afya yake, unategemea nini? Kwa hiyo yeye anakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa wa ukimwi. Kwa ndio maana tunasema hawa vijana maumbile yao kwa ujumla unamuona ameshakuwa mtu mkubwa, lakini haya maumbile mengine yanakuwa taratibu mpaka afikie yale ya mtu mzima. Dr. tukibaki hapo kwenye vijana, siku hizi bwana, mitandao iko huru sana, wanachapisha machapisho yao, wanaweka mawazo yao. Vingine unaweza kuona ni kitu cha ajabu, lakini kama una akili timamu unagundua kwamba ni kijana anajaribu kutafuta majibu. Juzi nimepita kwa dokta mmoja wa mtandaoni, akawa ameweka comment ambayo aliulizwa kwamba vipi mtu anayefanya ngono na mtu ambaye yuko kwenye hedhi ni salama? Hebu tusaidieni hapo. Ikatokea sasa hapo kuna mmoja na maambukizi. Hiyo kitu ni salama kweli kiafya? Kwa sababu tunafahamu kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yanatokea ni kwa njia ya damu. Eza ni damu, kama hiyo michubuko, ina maana damu wale wakija vinakuja hivyo chembe za kinga hizo ambazo ndo zina hizo receptor za kupitisha ukimwi. Lakini pia kwenye damu kuna cells ambazo zinaweza zikawa zinabeba au wadudu. Ndio maana mtu hata damu tu hauongezewi hivi, lazima ipitie vipimo, ipimwe hiyo damu ionekane iko salama, ndio mtu mwingine aweze kuambukizwa. Lakini akipewa tu haijapimwa, vipi kama imetoka kwa mtu ambaye ana maambukizi? Kwa hiyo anaweza kabisa direct akapata. Kwa hiyo ukisemea mtu yuko kwenye hedhi na damu inatoka, tena afanye tendo la ndoa akiwa na maambukizi, hapo uwezekano unakuwa ni mkubwa sana wa kuweza kupata maambukizi. Lakini pia maambukizi mengine yanaweza akatoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Tunafahamu kama mama ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi anashauriwa atumie dawa. Akitumia dawa anapunguza sana uwezekano wa kumwambukiza mtoto aliyeko tumboni, wakati wa kuzaliwa, wakati wa kunyonyesha na kwa kipindi chote. Dokta, tunasema vijana wadogo wa kike wako kwenye kundi hatarishi la kuambukizwa, ambapo kwa tafiti mnasema watu wazima wanachangia. Vipi kuhusu wale vijana ambao wamezaliwa na maambukizi? Labda hawajitambui sasa. Kwa hiyo hilo ni kundi la watoto ambao wako chini ya miaka 15. Wale wengi wao, asilimia kubwa, ni watoto ambao wanapata maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Ndio maana tuna huduma ambazo za kuhamasisha kabisa wamama wajawazito wote wahudhurie kliniki, na kule wakifika kliniki watashauriwa, watapewa ushauri na saa watapewa huduma ya upimaji. Na wakionekana wana maambukizi, basi
wataweza kupata huduma ya matibabu, na wakipata matibabu wanamkinga vile vile mtoto pamoja na mwenza pia. Kama mwingine mwenza unaweza ukakuta hana maambukizi, lakini mama akitumia au baba akatumia, kama katika wenza hao wawili akiwa mmoja na maambukizi, matumizi ya dawa na mkinga pia na mwenza wake. Kwa hiyo zaidi kwa wale watoto inakuwa pamoja na zingine ambazo labda mtoto wako anaweza kabakwa, anaweza kafanywa vitendo vya unyanyasaji, pia anaweza kapelekea kuambukizwa, lakini asilimia kubwa kwa watoto inatoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na mpaka saizi kitaifa bado hiyo asilimia iko juu sana. Kwa sababu tuko na asilimia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto yako kwa asilimia 6 mpaka 9. Ambao tunatakiwa tupunguze hayo chini ya 5 au mpaka 0 kabisa, kwa sababu mama akitumia dawa vizuri mtoto anampata ana maambukizi. Lakini sasa hii asilimia inaweza ikachangiwa, kuna mama ambao tayari wako kwenye matibabu, lakini kama nilivyoeleza dawa hizi zinahitaji muda mrefu, ni za maisha. Wengine wanaacha matibabu, wakiacha matibabu pia hali ya virusi inapanda juu, kwa hiyo anaweza kumwambukiza mtoto. Wengine ni katika lile kundi ambao bado hawajui afya zao. Unaweza kukuta tu mpaka anaenda hospitali ndo hajawahi kuhudhuria hata kliniki, akihudhuria kliniki ndo anaonekana ana hiyo hali ya maambukizi. Daktari, tueleze kitaalamu, inamchukua mtu muda gani kuonekana au dalili kutokeza? Maana tunazungumza hapa, unasema kuna watu wanakuwa hawajijui. Binadamu ambaye alikuwa na afya kamili, kinga mwili iko vizuri, akapata maambukizi bila kujijua, inachukua muda gani yeye zile dalili kuja kujionyesha? Au mwili wa binadamu unaweza ukashikilia vidudu kwa muda gani mpaka ajue kwa muonekano wa nje? Maana kama ni hivyo tuna watu wengi basi hawajijui kwa sababu hatujaanza kuona zile dalili tunazofundishwa shule, sijui kunyauka, kupauka na ndio maana tunasisitiza sasa hivi kila mtu apime aweze kutambua hali yake. Tusisubiri dalili. Sasa hapo kwenye kupima hapo daktari pia tunambaga nyie mnapima mnachokitafuta mtakipata. Tunaanza kuogopa tena. Hautaki kuogopa kwa sababu unajua kila binadamu tunasema na kinga. Na kinga zinatofautiana, immunity. Kwa hiyo maana tunashauri mtu aweze kupima, na hata tukipima leo tukakuta hauna maambukizi, utaambiwa rudia tena baada ya muda, baada ya aidha muda kadhaa, wakati aidha miezi 3 au inategemea na majibu yaliyopatikana. Lazima ukipima utapewa tena muda wa kuweza kurudia tena kupima. Na inawezekana mtu anapata maambukizi labda kwa hivi karibuni, wiki moja, wiki mbili, tunaweza tukapima vile vipimo visiweze kuona. Kwa mfano kama mtu mjamzito, nafikiri kama na wiki moja mbili, kuna vipimo unaweza ukapima ile kisionyeshe ni sana virusi vilivyo. Kwa hiyo tunapoingia mpaka vije vianze kuonekana kwenye damu inachukua muda. Sasa inategemea na unajua tunatofautiana kwenye kinga za mwili. Ukisema usubiri dalili, utakuwa ushaenda mbali sana. Sasa hivi tuna sera inasema test and treat. Yaani ukipima tu kugunduka tayari una maambukizi, unaanza kupata dawa. Tukisema tuendelee kusubiri mpaka tusubiri dalili, inakuwa ni changamoto kidogo. Ndio maana unaona sasa hivi uweze kuona tena ukimwi kama ilivyokuwa zamani. Unakuta mtu ana vidonda, labda amekonda au ana dalili ambazo zinatisha kidogo. Hii kutokana na hii sera kupima na kuanza dawa, ili tuweze kuendeleza ile kinga ya mwili iweze kuendelea kubaki katika hali yake, kuliko kusubiri mpaka ishuke kabisa tuanze kuona dalili alafu tuje tuanze dawa. Kwenye swala zima la upimaji nyongeza labda hapo kidogo kwa hayo makundi. Nasema mtu akipata maambukizi leo kwamba dalili zitaonekana baada ya muda gani? Nitamani sana hilo. Hiyo mwanzoni tu, mfano kama akipata leo kuna dalili ile za awali ya mafua tu, kama unavyopata mafua mengine, mwili kuchoka, hizo atakahoma tu ndani ya siku 2-3 lazima hako atakatapata. Sasa akipata kale katapita, atarudi tu kwenye hali yake ya kawaida. Atajua tuka corona. Atarudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa hapo ndo kuna makundi mawili. Kuna wale wanaitwa fast progressor. Yaani wao wakipata leo ukimwi dalili zinaonekana haraka.
alafu kuna slow progressor, yani wale wana dalili zinachukua muda mrefu kidogo. Kwa hiyo wale fast inaweza ikachukua ndani ya miaka 2-3 tu hivi, anaenda sasa kwenye hali ya kinga ile, kwa sababu mwanzoni anaingia yule kirusi anazaliana mwili haujui, bado unaanza kutengeneza kinga, ina slow kidogo yale maambukizi, lakini baadaye sasa yanaendelea kwa sababu si hamna dawa, yataendelea baadaye sasa ndo kinga. Tusanua vijana tunasema kusanuliwa kwamba hizi mbinu tulizobuni hizi sizo. Tulikuwa tunazungumzia swala zima la upimaji hapa, nikawa nataka kuuliza swali daktari. Mwanzoni tulikuwa tunafahamu, utaona wale watu maalum wale wa program wanakuwa wamepaki vigari barabarani, unaambiwa ukapime, au usikie matangazo kwenye redio, runinga kwamba lazima ukapime. Lakini tumeona kadri miaka inavyokwenda na teknolojia kubadilika, sasa hivi watu wanapima wenyewe. Nyie kama Nashcop na watu walioko kwenye hili jopo la kuhakikisha kwamba mnafanya tafiti za kutosha kuhusiana na hili swala, mnapataje takwimu sahihi za wapimaji? Mnajuaje mimi nimepima na kati sikuja kwenye vituo, kwa hiyo rekodi zangu hazipo? Mnajuaje watu wangapi wanapima? Na mmeturahisishia maisha. Unachozungumza ni kweli. Zamani ulikuwa unaona wanapaki wanafanya gari kwa ajili ya kupima, au wanafanya kama zile mass testing kwenye halaiki kubwa pale, wanaenda wanapima. Upimaji sasa hivi kulingana na teknolojia pamoja na utafiti, sasa hivi tunafanya kitu kinachoitwa targeted testing. Yani tunalenga wale makundi ambayo ni kwenye uhitaji. Kwa mfano, tukagundua au tukapima wewe mmoja, au kaja pale kwenye kituo kupima, ukagundua una maambukizi, kuna kitu kinaitwa index elicitation. Tutakuomba ututajie aidha washirika wako wa ngono ni wasnichi. Tutafuatilia tu wapi. Unahisi nitafanya hivyo? Ili kwa kulingana na elimu unayopewa au ndo kikinilamba itabidi nitaje wafuasi. Unataja wafuasi. Lakini vile vile kuna wafuasi, ukiachana wafuasi wa ngono, kuna watoto wa kuzaliwa kwenye chini ya umri fulani, na utakuomba tuweze kuwafuatilia. Na kulingana na elimu inayotolewa na namna unapopata huduma na kupewa elimu, inabidi uweze kuendelea kuwataja. Unatii bila shuti. Unajikuta tu mwenyewe. Kwa sababu umekutana na changamoto, unatamani na wale wapendwa wako na wengine na wenyewe nao wasiweze kufika huko. Hapo ndo tunapoheshimu waliosomea ushauri na nasaha kabisa. Lakini vile vile kuna mbinu nyingine za kupima, ni kwenye kuna kipimo kinaitwa jipime. Vile kwa ajili ya sio vya ile jipime, unapojipima mwenyewe self testing, sio kwamba ndio kinatoa majibu kamili, ni kama screening. Unajipima, ukiona kama na unapojipima na kile, unashauriwa uweze kurudi kwenye kituo cha kutolea huduma ili uweze kwenda kuthibitisha yale majibu, au kupata confirmatory test, kutumia kipimo cha kutumia damu. Sasa kinatumia mate. Mbona sasa huko mtaani tuna vijana wanaotembea na vifaa kwamba mimi nataka kuwa na wewe, lakini tupime hapa, yani mnapima hapo tu, tuko salama, tuendelee na maisha. Sidhani kama watu wana hii elimu kwamba vile vipimo havitoshelezi, kwamba mimi na wewe tukishapima hapo tunatakiwa sasa twende hospitali tukahakikisha. Hata tunapokuwa vitu, maana vile vinatolewa na watu wa huduma, aidha ngazi ya hospitali, ngazi ya jamii, anapokupatia wewe vile vipimo, na sasa tunaruhusu vipimo mpaka 3 kwa mtu mmoja. Tupa cha kwako, bana cha rafiki yako na rafiki yako mwingine, na unamchukulia cha mimi na rafiki zangu wawili au mwenza wasiojuana vyovyote vile, lakini unasema namchukulia fulani na fulani, sisi tunakupatia, unaenda navyo. Lakini tunapokupatia tunakuwa tunatoa elimu. Tukwambia bana, kama utahitaji kusaidiwa kupima pale yule mtu wa huduma atakusaidia. Kama utataka kupima mwenyewe, kupima mwenyewe, utapima mwenyewe, lakini unaambiwa ukiona hichi na hichi, lakini baada ya majibu ni lazima uweze kurudisha majibu aidha kwa yule aliyokupatia kituoni, au kwenye kituo chochote ambacho kiko karibu yako, kwa ajili ya kwenda kufanya kipimo zaidi kile cha kutumia damu. Taarifa tunapataje? Teknolojia imekuwa sana. Tuna mifumo mingi ya kuweza kutolea huduma pamoja na kukusanya taarifa. Ukija sasa hivi mpaka ngazi ya jamii, tuna mfumo wa kidigitali.
utakuta mtu wa huduma ngazi ya jamii ana kishikwambi. Ana mfumo tunaotumia ambao unaitwa Unified Community System. Mfumo wa kukusanya taarifa ngazi ya jamii. Kwa hata anapokuwa na kuuliza labda jina, umri, labda unaishi wapi, anakuwa tayari anaingiza kwenye kishikwambi. Na kile kishikwambi taarifa anazoingiza kimekuwa linkage na kituo ambacho kiko karibu na maeneo yanayotolea huduma. Kwa hiyo tunajua hata leo amegawa vitepe vya jipime kadhaa kwa watu hawa na hawa na hawa. Na mwisho wa mwezi anaweza kutengeneza taarifa inaweza kupatikana kituoni. Kwa sasa hivi teknolojia imesaidia sana katika kuweza kupata taarifa za kuweza kujua ni watu gani wamepima na ni labda ni eneo gani, na hata kwenda kupata maambukizi. Tunaona kuna maambukizi mapya labda mengi, unaweza kujua labda ametoka sehemu fulani au kanda fulani. Kwa hiyo tunajua inahitajika huduma fulani zaidi, tunaweza kupeleka. Kwa hiyo kwa upande wa kupata taarifa hapo tuseme tuko vizuri sana. Kwa kumbe hata tusipotoa majina sahihi, lakini kitendo cha sisi kupata kile kipimo tunakuwa tumeacha taarifa kwamba wiki iliyopita vilitoka vipimo 50 hata kama hakuna majina ya watu, si ndio? At least maana mtu anaona nikaandike jina langu ni sahihi kabisa. Kikinipata vijana bado kuna changamoto, lakini naamini kila kitu kitaenda sawa. Nimeuliza hiyo ya kuhusiana na hivyo vipimo kwa sababu kama ulivyosema dokta, kundi kubwa kati ya ule umri watoto wa kike ndio wanaathirika sana, na washukiwa wakubwa ni watu wazima. Sasa kama nilivyosema, mtu anatembea na mavipimo yake ndo kashakapata kabinti, anaonekana mkubwa lakini bado ni mdogo, hawezi kuchanganua vitu. Ndo anamwambia tupime hapa, umeona tuko sawa. Kumbe hicho ni cha awali. Kumbe tutakuwa turudi tena. Kwa wadogo zetu wasikilize kwamba hata kama mtu anakuja anakuambia tupime hapa juu ya dashboard ya gari, haitoshi. Mwambie sasa kama usiku unanipimisha hivi, twende kituo cha afya. Tukahakikisha wataalamu wakadhibitisha ya majibu yetu. Haina shida. Uone hapo kama mtu hajasambaratika. Asante sana. Nadhani umeelewa vizuri sana. Sasa nimeelewa kabisa. Ninaomba nimalizie na hii taarifa ambayo ningependa mtusaidie pia. Mtaani kwetu tena tunarudi kule. Kuna taarifa inasemekana kwamba kuna dawa mpya tunasikia imetoka. Hiyo sana, yani hiyo hatari. Yani hiyo virusi havina hatari, yani hivyo, yani vikikaa kidogo ni shwa. Yani hiyo kiboko ya ARV nasubiri, ni kweli? Dawa mpya inazuia nini? Labda ungetoa taarifa kidogo ulivyoisikia. Hiyo dawa noma, yani inapambana. Hiyo dawa yani kali hiyo, yani unakunywa mara moja shwa kwa siku moja, yani utaki kunywa sana, yani ukimwi hamna kitu siku hizi. Taarifa zinapita. Kuna mali mpya imeingia. Mtu aambie jamani, kuna mbadala wa ARV? Nadhani kwa sababu taarifa saa hizi kama ulivyosema, dunia kama kijiji. Taarifa ikigundulika kwamba labda iko dawa iko sehemu fulani, mtu anaiona kama vile tayari kwa hapa. Ila kwa dawa ambazo tulizonazo sisi, ambazo zimedhibitishwa kwamba mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi anashauriwa kutumia dawa za ARV. Sasa zile dawa za ARV ambazo mpaka saa hizi tunazo nchini ni zile zinatolewa kwenye vituo vya afya vya kwetu, ambavyo mgonjwa anakunywa kila siku. Mara ngapi? Sasa dawa ziko tofauti kulingana na mgonjwa. Ila zipo anazokunywa mara moja labda kwa siku, kuna zingine anakunywa labda mara 2 kwa siku. Kwa ni tofauti, lakini zote kulingana, kwa sababu si hatulingani kama ambavyo hatulingani urefu kwenye kimu na nini. Kila mtu anaweza akakuta dawa hii ikawa isimpendeze, yeye akapewa labda dawa hii ndio ikawa mwili wake umeifurahia. Kwa hiyo huko duniani dawa zinaendelea kugundulika. Maana hapo kati tuliona tafiti mbalimbali za dawa, tuliona mpaka South Africa. Kwa vijana wakasema kumbe liko jambo bwana. Lakini mikakati ya kuboresha na kutumia dawa zilizo bora zaidi, Wizara ya Afya wako vizuri kuhakikisha kwamba kile kinachopatikana kiko bora na kimethibitishwa. Sisi waga tunaenda na sisi tunarekebisha kulingana kama dawa imeshapatikana ili watu waweze kupata. Lakini kwa zilizopo ni hizo ambazo nimezieleza. Labda huko mbeleni kama ikiweza kutufikia pia, nafikiri taarifa rasmi zitatoka kulingana na mamlaka ambavyo inaelekeza. Haya.
Tukirudi kule kwenye swali lako la mtu ana dalili zinatokea baada ya siku ngapi, ilikuwa zamani, lakini ni rahisi kwa sababu limekuja kwamba kuna huyo mtu anaitwa fast progressor, yeye ndani ya miaka miwili mpaka mitatu anapata dalili. Kuna mwingine anachelewa ambaye tunasema ni slow progressor kuanzia miaka 10 mpaka 15. Yeye anaweza ni asilimia chache sana lakini ambao yeye anapata maambukizi lakini mwili wake unaendelea kinga yake inachelewa kushuka mpaka hiyo miaka, na wale wa average kuanzia miaka 8 mpaka 10. Lakini sasa hayo yote yalikuwa kipindi kila hatuna tiba. Sasa hivi tunaruhusu mtu akipata maambukizi na akagundulika leo anaanza dawa, kwa sababu kinga zilivyokuwa zinashuka kama ambavyo tulivyo tofauti kwenye kinga, sio wote watakaorudi wakawa na afya nzuri. Kwa hiyo tunahimiza zaidi waanze wakiwa na afya zilizo bora ili waendelee kuwa na afya zilizo bora. Ogopa. Daktari umenisisimua. Nimeogopa. Jamani tumaliziane. Tumalize. Hatari imewashika. Daktari tumalize na elimu ya jumla. Kuna vijana wetu wanasikiliza sasa hizi na ndio kundi ambalo sasa hivi tunalitolea macho kweli kweli, tuhakikishe kwamba namba zinaendelea kushuka badala ya kupanda. Ni elimu ipi sahihi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi ambao unaweza kumwambia kijana anayesikiliza Kasri sasa hivi kulingana na nyakati? Ni 2025, tuna mpaka akili mnemba, tuna mitandao ya kijamii kila aina mingine wewe hauna kwenye simu hapo. Yupo anakusikiliza sasa hivi. Ni elimu gani sahihi unaweza kumpatia yeye akajikinge? Maana anaambiwa kila kitu na watu wa kila aina. Tuanze na daktari hapa. Elimu kubwa ambayo tunaweza kuwapa na sio vijana tu, watu wote kujikinga ni ile kupima na kutambua hali yake. Unapokuwa umepima na ukatambua hali yako, inakuwa ni rahisi hata kuendelea kujikinga zaidi au kujilinda zaidi ili usiweze kupata maambukizi. Lakini vile hata kama unakuwa umepima ukatambua hali yako, ikagundulika labda unaishi na maambukizi, utakapoanza kutumia dawa au utaanza matibabu, inakuwa ndio sasa kuendelea kuwakinga na wengine. Ndio maana tunasisitiza ni bora, ni vyema kila mtu akapima, tukatambua hali zetu kila mmoja wetu na tukapata huduma kadiri ya inavyotakiwa. Lakini vile vile nasisitiza kwamba jamii nayo ina nafasi kubwa sana katika kupambana na kutokomeza virusi vya ukimwi, hasa ikipunguza unyanyapaa. Unajua watu wengi sasa hivi hawanaogopa kwenda kupima kutambua hali zao. Sasa wanasema jamii itanionaje, nitaonekanaje, ikigundulika limeathirika labda litaishije, jamii itanitenga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kukuta inarudisha nyuma juhudi za kuendelea kupambana na kutokomeza janga hili. Kwa hiyo jamii nayo play nafasi yake kwa inapotakiwa, ikapunguza unyanyapaa, ikaacha unyanyapaa kabisa. Kwa tunakuwa huru kupima na anapopima tambua hali yake, anaendelea kupata dawa na afya inaweza kuimarika na jamii kwa ujumla inakuwa imeweza kujikinga au na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Daktari ujazie nyama hapo kidogo. Asante sana. Ametaja swala la kupima kwamba wenza lazima watambue afya zao wote. Yaani huyu wa kike na wa kiume, njia kwanza wapime waweze kujua afya zao. Kwa sababu katika wao wenza mmoja akionekana na maambukizi atamshauri atumie dawa, na akitumia dawa anapunguza zaidi uwezekano wa kumwambukiza mwenza wake. Kwa hiyo ndo entry point. Kingine, kuna makundi ambayo yanaonekana yana tabia ambazo ziko kwenye hatarishi. Kama watu wanaojifanya ngono kama biashara. Kwa hiyo wale wanafanya kwa sababu ni shughuli zao. Kwa hiyo katika pamoja na yote ya kuambia wabadilishe tabia, lakini tunawapa dawa za kujikinga. Zinaitwa dawa prepo. Yeye anatumia dawa za kumkinga, dawa kinga. Anatumia kwa muda huo unaofanya hizo shughuli zake hatarishi. Ndio nataka kuuliza, huyu mtu ndio shughuli yake hiyo? Ndio. Kila siku. Maana yake anakunywa hizo dawa kila siku.
anakunywa kila siku. Lakini atakapoamua kuachana na ile risk au ile shughuli anaweza kuacha. Kwa sababu wakati huo anatumia elimu ya kumuendeleza abadilishe tabia inakuwa inaendelea. Lakini kwa vile hiyo shughuli pia na yeye ndo kila siku anaifanya. Na hiyo jamii anayokutana nayo ndo hii tulionayo mtaani. Ambao sasa haijulikani. Kwa hiyo na yeye pale sometime ile ngono wao ndo wanajua inafanyikaje, labda sometime watumii kinga. Kwa hiyo unamshauri atumie hiyo dawa ya kumkinga, inaitwa dawa PrEP. Kwa hiyo wanapatiwa, inaweza ikasababisha yeye akipata maambukizi hayaingii kwenye mwili wake. Lakini kingine kuna kutumia matumizi sahihi ya kondom. Na yenyewe ni njia sahihi kabisa, inazuia maambukizi kutoka kwa hawa wenza wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia kingine kwa upande wa wanaume, prevention kubwa sana imefanyika hapa nchini ni ya tohara ya hospitali kwa wanaume. Inasaidia sana kuhakikisha kwamba wanaume hawapati maambukizi, na wasipopata maambukizi basi hawaendi kuambukiza pia na wanawake. Kwa hiyo yenyewe ni njia ambayo inatumika. Kingine tunaongelea mama mjamzito akiwa anatumia dawa za ARV, uwezekano wa kumwambukiza mtoto unapungua. Kwa hiyo nayo ni njia ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Daktari, hivi vipi kuhusu wanaofanya ngono kinyume na maumbile? Wao wanakuwa wanajiweka kwenye hali gani kuhusiana na swala zima la maambukizi ya VVU? Riski ya maambukizi iko juu sana kwao kuliko hawa wa kawaida. Maumbile yale, kila mkono ni wa kuandikia, mguu ni wa kutembelea. Ukisema mguu uanze mkono uwe wa kutembea, hauwezi ukabea ule weight kama ulivyokuwa mguu. Kwa hiyo wale wako kwenye hatari, na yenyewe ni kundi ambalo tunaliangalia na kulipa elimu lihakikishe kwamba linapunguza maambukizi. Ni baadhi ya hayo makundi pamoja na hao wadada wanaofanya shughuli za kujiuza, na wenyewe wako kwenye hatari kubwa. Kwa hiyo tunayatreat the same katika kuwapa huduma ya hizo dawa kinga pamoja na elimu ya kubadilisha tabia. Crown Media. Hapa ni nyumbani.